Asante. Kwa hiyo kwanza ni shukuru kufika hapa. Ninawasalimu wote, kila mmoja kwa kadri ya umri wake na salamu ya mahali alipo. Kwa sababu ni mjadala, nitaenda moja kwa moja kwa cha kujadili. Kwa hiyo tunapozungumza suala la biashara ya demokrasia, lazima niweke kwanza hii tunasema caution, kwamba hatukatazi vyama kushirikiana, kwa sababu katika mfumo wa vyama vingi kuna allies na potential allies. Kuna main parties, lakini kunakuwa na potential ally. Yani kunakuwa na vyama vikubwa ambavyo vina compete kunyang'anyana dola, lakini kunakuwa na vyama vidogo vichache credible ambavyo kila chama kingevihitaji ili kuweza kutengeneza quorum ya kufanya maamuzi bungeni, ya kuunda serikali, ya kufanya nini. Kwa hiyo potential allies au ushirikiano wa vyama ambao ni credible unaruhusiwa kisheria na hauna tatizo lolote. Kwa hiyo, lakini tunapozungumza biashara ya demokrasia, hii mara nyingi hutumika au ni hali ambayo siasa na vyama vinageuza kuwa njia ya kupata faida binafsi, sio kuexercise zile power za kikatiba, lakini kupata faida binafsi ambazo zinaweza zikawa za kifedha moja kwa moja, kwamba mimi naunda chama lakini ni yangu ni kupata fedha. Wakati wa uchaguzi au wakati gani ninaibuka, ninapiga kelele, ninapewa pesa, ninatulia, nasubiri siku ya kupongeza au siku ya kuwakemea wenzangu wanaokosoa kuonewa. Lakini pili, inaweza ikaendana na kugawiwa madaraka. Mtu akupi pesa, lakini utakuta kuna vyama vinaonekana vya upinzani viko bize, lakini mara baada ya kila chaguzi unakuta vinagawiwa madaraka fulani fulani au tuvyeo fulani fulani. Hiyo yote ni biashara ya demokrasia. Lakini vingine vinagawiwa ushawishi tu, fursa mbalimbali, exposure mbalimbali. Utabebwa leo na gari huku kama furushi, ukabwagwe huku, upewe maelekezo, kaseme hivi, kafanye hivi. Yote hiyo inatengeneza ile synergy ya biashara ya demokrasia badala ya kuhudumia wananchi. Hali hii ni mbaya pale kunapokuwa na kile kinachoitwa vyama bandia vya upinzani. Sasa kilele cha biashara ya demokrasia ni pale unapoanza kuwa na vyama bandia vya upinzani. Hivi kwa sura vinaonekana ni vyama, lakini karakteristi zake utagundua vyama hivi ni watu. Yaani utamwona mtu ni mgombea urais labda toka mwaka 95, ni mgombea huyo. Chama chake hakijawahi kuwa na mkutano mkuu wa kumchagua, hakijawahi kuzunguka sehemu yoyote kujinadi, hakihitaji wanachama. Utamuona tu labda mwenyekiti wa chama na katibu ndo kapiga kubasi au kapiga yeboyebo, miguu imetoboka au kavaa kama lisuti la urithi. Yaani ni mtu fulani hivi haeleweki. Yaani ukijaribu kumwangalia huwezi kumuelewa ni nini anachotaka kufanya, sera yake ni nini anachotaka kueleza. Na hata akisimama kwenye kampeni zake au kwenye shughuli maalum, he's a comic, he's a comedian. Yani wanaweza kufanya kampeni za ujanja, lakini mara nyingi hawa wanakuja kuibuka mara ya mwisho kwenye siku za kuapishwa, au pale chama credible cha upinzani kinapolalamika kuibiwa, hawa wanakuja kukanusha, kuonyesha kitu kilikuwepo sawa. Lakini kwa hiyo ni vyama bandia vya upinzani ni kama toilet paper ya chama tawala. Yani katika taifa kunapokuwa na chama tawala, vile vyama bandia vinakuwa ni kama vile vifaa vya chooni. Inaweza kawa ni ile kopo la chooni, inaweza ikawa ni toilet papers ambazo zinatumika katika mazingira maalum, kwa sababu kopo la chooni linakuwa na heshima kubwa pale unapoingia kujisaidia, lakini ukilikuta mezani wakati umeenda wa maakuli ni takataka. Kwa hiyo utakuta vyama hivi baada ya kutumika huwa vinaachwa tena, vinazagaa huko mitaani na vitachukuliwa wakati vinapohitajika. Lakini sifa nyingine ya vyama hivi, vinafanya kazi kwa manufaa ya status quo. Yani kazi zao kubwa sio kuleta ushindani wa kidemokrasia, bali kulinda maslahi ya chama tawala. Na badala ya kukosoa serikali, yani tunachosema, moja ya sifa ya kuwa na chama cha upinzani ni kuleta hoja mbadala. Sio kukosoa tu, unaweza ukapongeza, lakini kuleta hoja mbadala ili kuonyesha alternative na kuprovide diversity katika nchi. Lakini vyama hivi vingi utavikuta kila vikitoka vinazungumza kama chama tawala. Utakuta kama, labda nikupe mfano, kuna vyama vinaweza vikakwambia eti Oktoba labda 29 hakuna mtu aliyekufa wala hakuna wananchi waliouawa. Kuna vyama vinaweza vikakwambia kulikuwa na uchaguzi huru na haki Oktoba 29, ambao kwa kweli tukisema ukweli
kwa upendo na dhati ya taifa letu. Hatujawahi kuwa na uchaguzi Oktoba 29. Nadhani ni uchaguzi mbaya kabisa uliowahi kufanyika toka kuwepo kwa mfumo wa vyama vingi katika taifa hili. Lakini vyama kama hivi sasa, ukitaka kujua sifa ya vyama bandia, maeneo kama hayo ndo utawaona, na sifa yao kubwa utawagundua kwa mavazi. Hawana hata mavazi identity, yani ile branding ya vyama vyao huwezi kuiona. Mara nyingi kama ni suti utawakuta kwenye suti mpya, hata ile mikunjo mingi bado itakuwa bado ya dukani, kwa sababu nyingi zinaweza zikawa wamegawiwa kwenye chumba fulani ili wavae waingie kwenye tukio fulani. Kwa hiyo mara nyingi ni watu ambao ukiwatizama huwezi ukawadefine kifalsafa, uwezi ukawadefine kimavazi, uwezi ukawadefine kimipango, uwezi ukawadefine kipolarization. Umuoni popote, yeye unamuona tu yuko serious anagombea, lakini anagombea nini huwezi kumwelewa. Lakini madhara makubwa ya vyama hivi ni nini? Tatizo la kwanza, kudhoofisha uwajibikaji. Katika mfumo wa kweli wa demokrasia, vyama vingi, upinzani husaidia kuikosoa serikali, lakini vyama bandia havihoji wala kukagua madaraka ipasavyo. Hivyo kimsingi viongozi hawawajibiki kikamilifu, kwa sababu vyama hivi vinakuwa ni kama remote control ya chama kilichoko kwenye madaraka katika taifa husika. Jambo la pili, vyama hivi hutendi kupotosha wananchi. Yani wananchi wanaweza kuamini kuwa kuna ushindani wa kweli, labda kuna vyama vimeshindana. Unamwona mtu kavaa magwanda yanatisha, mwingine kama ya kijeshi amejipachika maviraka mengi, mwingine kavaa hivi madude anazunguka huku kwa mkwala. Mwananchi anajua kuna demokrasia na ushindani, kumbe hakuna. Swala la tatu ni kuzuia mabadiliko ya kweli. Vyama hivi ni vikwazo katika mabadiliko ya kweli. Watu wakidai katiba vitasema katiba iliyopo ni nzuri tu, lakini ni nzuri tu kwa sababu chama hichi hakifanyi siasa, kinafanya biashara. Jambo lingine, kukuza rushwa na ufisadi. Vyama hivi kwa sababu ni biashara, yani ni mtu binafsi yuko pale na mke wake, au ni wahuni watatu wako wamejikusanya mahali kwenye hicho chama, basi wanatengeneza biashara, wanatengeneza fursa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ukiwezi kukiona kukikemea mambo ya haki za binadamu, huoni kikikemea na kuwasemea raia, huwezi kukiona kikizungumza kuhusu mfumuko wa bei, huoni ukizungumza kuhusu labda haki za makundi mbalimbali kama Wamasai wanavyoondolewa kwenye maeneo yao ya asili, vyama vingine vya kweli vya upinzani vinavyonyimwa demokrasia, watu wanavyokamatwa na kufungwa, mamia ya watu waliopotea ambao hatujui wako wapi, watu waliokufa Oktoba 29 ambao hawajulikani waliziko wapi. Vyama hivi kwenye hizo ajenda huwezi kuvikuta. Vikitoka unaweza ukakuta maneno kama amani, ushirikiano, undugu, maridhiano, yani vina lugha fulani hiyo, havitaki lugha ya uwajibikaji. Vilevile madhara makubwa ya vyama hivi ni kupoteza imani ya wananchi katika mfumo wa siasa. Ndio maana sahizi kuna mtu anasema siasa mchezo mchafu, yani anaamini kwamba kila mtu akiwa mwanasiasa ni laghai, ni muongo, ni mtu asiyekuwa na maadili, ni mtu asiyeaminika. Lakini sio kweli, kwa sababu siasa it's a tool. Kama ambavyo tuna dini ni siasa ya kumtafuta Mungu. Dini ni siasa ya kumtafuta Mungu, lakini politics hizi political ni siasa. Siasa hii ambayo tunaizungumzia ambayo ni ya kiutawala ni siasa ya kutafuta fursa ya kujiletea maendeleo katika nchi. Ndio maana tunasema mtu yoyote asiyeshiriki kwenye siasa, mtu huyu mahali pekee kunakomfaa ni kaburini. Mtu ambaye anafikiri siasa sio sehemu ya maisha yake, mahali pekee salama pa mtu huyu ni kaburini, kwa sababu unapoamka ni siasa, dini ni siasa, unapokula ni siasa, ukienda hospitali siasa, barabara siasa, biashara siasa, dini siasa ya kumtafuta Mungu. Na ndio maana unatakiwa usajili ufanye nini. Kwa hiyo mara nyingi vinapoteza imani ya wananchi katika mfumo wa kidemokrasia, na hali inayoweza kusababisha kutoshiriki katika chaguzi au wananchi kupuuzia chaguzi na kuleta migogoro katika jamii. Hivi vyama vya bandia sio kitu kidogo, na vinatumia matumizi mabaya ya fedha za umma. Mi niliona mwaka huu watu wamepewa magari makubwa kweli ya kuendesha kwenda kufanyia kampeni, lakini ukimuuliza nani, nikikwambia leo hapa nitajia wagombea 4 waliogombea kwenye uchaguzi mkuu, labda kwa sababu saizi nimesema utakimbia kuandika, lakini ningekuuliza tu huwezi ukanijibu hilo swali.
sababu gani? They are not serious, hawako pale, ni watu tu ambao wanajaribu kuingia. Nimekupa mfano Tanzania, lakini kuna baadhi ya mataifa ukiyatizama ni makubwa kama Urusi, tizama wanavyofanya mambo yao pale. Tizama Misri kidogo pale, utaona kidogo yale mazingira yao, utakuta ni chama tawala basi ndio kiko vile. Kwa hiyo mazingira hayo yanafifisha diversity. Kwa hiyo unakuwa ni chama kimoja chenye sura nyingi. Ndio maana unakuta chama cha upinzani hakiwezi kuona hata jambo ambalo ni very clear tu lingeweza kushaurika, hakiwezi kuona, lakini unakiita chama cha upinzani. Kwa kifupi, uwepo wa vyama bandia vya upinzani hubadilisha demokrasia kuwa kama soko la maslahi binafsi badala ya mfumo wa uwakilishi wa wananchi. Kwa hiyo unakuwa sio machawa wa chama tawala tu, kuna machawa ambao wako kwenye vyama vya upinzani, na hawa ndio hatari zaidi, kwa sababu hawa wanatumika kama kwanza kubomoa mshikamano na intraparty democracy. Kwa hiyo kila vyama vinavyotaka kufanya maamuzi serious wanaharibu, labda wakati fulani kulikisha information na mipango ya vyama vyao kwa ajili ya kuvictimize viongozi wao au kuvictimize mikakati yao. Kwa hiyo ni vyama ni watu ambao au ni mfumo ambao una athari kubwa sana hata katika usalama na uhai wa wanasiasa. Lakini vile vile ukitizama kwa msingi jambo lingine katika taifa linaloletewa na linalotakiwa kufanyika ni kwamba au kuangaliwa ni kwamba badala ya mfumo huu kuimarisha utawala bora, utakuta upinzani huu unafifisha upinzani. Kwa mfano, leo kuna vyama vya upinzani vinafurahia kilichotokea Oktoba 29. Kuna vyama vinasema uchaguzi ulikuwa huru na haki, ambao watu wote credible wenye akili timamu wamefanya assessment. Tumeona taarifa mbalimbali. Tuseme hakuna uchaguzi ambao umekamilika ni perfect 100%. Weaknesses zinakuwepo pale. Ni binadamu tu, unaweza kukuta 93, 94, lakini tunachokataa ni uchaguzi kuwa mbaya kwa 98 alafu unakuwa mzuri 2%. Yani mzuri ni ile tarehe tu, kwa sababu unajua labda uchaguzi ni tarehe 29 Oktoba, hiyo ndo unaipa 2%, lakini michakato yote mingine imekuwa important, it is without balls, imehasiwa. Kwa hiyo moja kwa moja unakuta hai produce kile kinachotakikana kama hatima ya ule mchakato wa kidemokrasia. Na vile vile hii inapelekea kukosa uwajibikaji kwa chama kilichoko madarakani, yaani kwa sababu kinajua ni puppet, kimezungukwa na puppet. Unajua, ukishajua lindo hili kuwa na vyama vya upinzani vya kibaraka ni sawasawa kuwa na mlinzi kipofu katika lindo la dhahabu. Huyu hataweza kukusaidia, mwizi atakuja, usalama wako utakuwa kwenye kudra ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kwa ufupi, najua kuna wenzangu, mimi ungeniuliza demokrasia au biashara ya demokrasia ni hiyo. Kwa hiyo ina tabia ya kuibua mashujaa wa bandia. Yani unamwona mtu ni mpambanaji, kumbe anajimarket, yani anapiga. Baada ya siku unamwona anaenda anauza huku, anakwenda anavuta huku. Mwisho wa siku unakuja kukuta kila anapotaka kufunga, mnatarajia afunge goli, yeye anapaisha kwa sababu ndio mpango wake. Nyingine inazalisha mikakati ya bandia. Yaani unakuta mtu unaweza ukakuta wanafanya mikutano, wanafanya nini, lakini ukweli hawamaanishi kile wanachofanya, ambapo mwisho wa siku inaua kabisa morali na uwajibikaji na mantiki nzima ya mfumo wa siasa za vyama vingi. Kwa hiyo swala la biashara ya demokrasia ni moja ya kiini kilichopelekea vurugu na mauaji ya raia ya tarehe 29 Oktoba, kwa sababu there was no hope, no credible opposition. Unajua, unapokuwa na credible opposition zinaleta hopes kwa wananchi kwamba there is a probability of change. Lakini hiyo hope ikipotea, kinachofuata ni hasira. Kwa hiyo unakuta watu wana hasira kwa sababu hawaoni tumaini. Kuwepo kwa vyama bandia ndiko kunakopelekea kutokusajiliwa kwa vyama vipya vya siasa, kwa sababu wanataka kuwa sure
na wale walioko sokoni kwamba nimeshaweka vinyago 14 kwenye shamba langu la karanga. Kwa hiyo unaweza kuona watu 16, vyama 16, 17, kumbe unaona vinyago 16 vimevaa nguo kama binadamu, vimevaa kofia kama binadamu, lakini haviwezi kutoka, vimechomekwa pale na vinazungumza na kufanya kazi katika eneo lile lile vilivyowekwa na aliyevichomeka. Kwa hiyo tunapopata hili gap linasababisha vijana hasa Gen Z kukosa au kufeel kwamba hawana chama au taasisi inayozungumza na kuwaza wanavyotaka. Chama kichanga kidogo kilisajiliwa 2016, vyote hivi ni 92, 93. Utakuta vyama vingi hivi ukiondoa labda chama kama Chadema ambacho kimekuwa kikijiresuscitate, vyama vingine hivi vimekongoroka kabisa, yani ni viajuza vinavyozunguka huko, sasa havina mvuto kwa Gen Z. Sasa hawa Gen Z wanapokosa sehemu zao za kuingia kwa sababu ya biashara hii inayofanyika ya demokrasia inayozuia kusajiliwa na kuwepo kwa forum mpya za vyama, hawa ndipo wanapoanza kualternate na kufanya mambo, alafu wanatokeza watu wazima wajinga waliosababisha haya, wanaanza kuwakosoa kwamba hawa Gen Z hawana akili, na wakati hawa Gen Z kwanza wamenyimwa midahalo vyuoni kwa sababu ya biashara hii ya demokrasia. Vyuo vikuu vimeondoa midahalo, wamenyimwa kufanya siasa kwa sababu ya mambo ya taarifa za kiintelijensia. Zote hizi ni indirect cost za biashara ya demokrasia, zote hizi, kwa sababu kuna watu wananunuliwa kama actors ndani ya siasa, lakini wengine wananunuliwa kama synergy ya kucontrol mfumo wa kisiasa. Hao ndio wale wanaozuia. Unakuta unataka kufanya mkutano, unasikia taarifa ya kiintelijensia, mdudu anatekwa, there is no intelligence, it is stupidity from first to last. Kwa hiyo vitu kama hivi ndivyo vinavyopelekea kufifia imani ya wananchi, kufifisha imani ya wananchi. Ndio maana utakuta vijana wengi saizi wanafurahia watu kama yule bwana wa Burkina Faso Traore, wanafikiri Traore is a hero kwa kumwona amebeba mapisto huku na huku, kazunguka anatembea. That is not what we want. Hatutaki utawala wa kijeshi, tunataka utawala wa watu. Ndio maana tunakataa biashara ya kidemokrasia. Kwa hiyo biashara ya kidemokrasia madhara yake ni makubwa, kwa sababu mwisho wa siku inakupa taasisi za uwakilishi zilizo important. Unapata baraza la madiwani important, unapata bunge important, unapata mawaziri important, kwa sababu hawatawajibika kwa mtu yoyote, kwa sababu hawajaenda pale kwa kura. Kwa hiyo madhara ya biashara ya demokrasia ni makubwa kuliko ugaidi, ni makubwa kuliko uhaini, ni makubwa kuliko kosa lolote unalolifahamu. Asante sana ndugu yangu, naomba nimalizikie hapa. Vijana wangu wote walioko Discord, kwenye mitandao platforms mbalimbali, na wafuatilia kwa karibu. Kwa siku 2-3 hizi zilizopita mlisikia hali yangu haikuwa nzuri ya afya. Sasa naendelea vizuri. Kwa hiyo tuko pamoja, nawaunga mkono katika hatua zote mnazopambania taifa letu. Taifa haliwezi kukombolewa kama kila moja hatatimiza wajibu wake. Taifa litakombolewa kila moja akitambua wajibu wake, na baada ya kutambua wajibu wake akafanya yale anayotakiwa kuyafanya. Watanzania lazima tuondoe uoga, kwa sababu kama kuna spectators kama kwenye mpira, kama mnavyojua, unaweza kujaza watu wengi sana kwenye viti katika uwanja wa mpira, lakini kama huna wachezaji mahiri, maana yake magoli hayataingia. Tunahitaji kujipanga vizuri sana na kupanga watu kwa kila nafasi ili ukombozi uweze kufanyika. Naomba niishie hapo, na waunga mkono na wapongeza kwa moyo wangu wa dhati kabisa kwa kazi nzuri sana mnayofanyia taifa hili. Nina hakika vijana
wote mtaingia katika historia ya mapambano haya ya ukombozi. Mungu awabariki sana. Nawashukuru sana ndugu zangu kina Mwabukusi, nimemsikiliza mzee Kaiza. Sijaingia muda mrefu, kwa hiyo wengine sijawasikiliza, lakini hawa niliwasikia. Nawashukuru na kuwapongeza sana nao vile vile. Mungu awabariki. Asante sana Dr. Baba yetu Dr. Slapia, tunakupa pole sana na tunakuombea Mungu akupe afya njema. Karibu tena katika jukwaa hili. Basi tunaendelea na swali. Baba yetu Happy Soni, karibu kwa swali. Karibu baba yetu mzee Happy Soni, karibu kwa swali. Niliona maiki yako ikicheza. Unasikika? Karibu. Asante sana. Kwanza namsalimia sana mzee mwenzangu Dr. Wilbrod Peter Slaa, lakini vile vile ninawashukuruni sana kuunganisha hii mitandao miwili ambayo ni adhimu, na wakati mwingine sisi tunakuwa hatuipati sawa. Nina swali kwa rais wa TLS Boniface Mwabukusi, kama atakuwa ananisikiza vizuri. Nilitaka kujua, kwa sababu tu tuna katiba ya Jamhuri ya Muungano na naamini anafahamu vipengele vyote, lakini pia anafahamu sheria na ni mwanasheria kiukweli. Vipi katika mtiririko wa kawaida matukio yote yaliyotokea yanayokiuka haki za binadamu katika taifa letu, ukiwepo mauaji ya kimbari yaliyopatikana au yaliyotekelezwa kabla na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29, kimsingi ni kwamba tumepoteza watu wetu wameuawa, na TLS ni sehemu ya kusimamia haki za binadamu wa Tanganyika. Tunaposikia kuna haja ya kuridhiana kwa kuzungumza, yanatosha kweli? Tukichanganya sheria na misingi yote ya kikatiba na kila kitu, inakuwaje leo turidhiane katika uhai wa watu ambao kimsingi ni rasilimali? Watu ni rasilimali. Vipi tamko la TLS? Na naamini umekuwa ukizungumza habari ya section 4 kwa ajili ya kulinda haki za watu na usawa wa kisheria kikatiba. Rais, tafadhali, kama umesikia vizuri, kama nimekatika uniambie, kama sikusikia tarudia tena. Kabla sijawa kiongozi nadhani nisingekuwa mtaani, kwa sababu hili jambo linaniumiza, yani personal. Kwa sababu imagine mzee, mimi rafiki yangu, mimi sasa nilikuwa na Mdude hapa nilipo. This is not okay. Kwa hiyo tunachotaka kwamba kama taifa tuanze na haki, ukweli na uwajibikaji. Mambo ya reconciliation hayo ni huko baadaye, tena atakuja automatically wakati tunakaa kwenye meza tunakubaliana. Hatutaki cheo, hatutaki kugawana vyeo, hatutaki kugawana serikali, hatutaki. Usinipe serikali, unanipa serikali ya nini juu ya maiti ya ndugu yangu? Does it worth it? Tunachotaka, what happened? Ni wakati wa kuzungumza kwa ajili ya wasioweza kuzungumza. Tupige kelele kwa ajili ya kina Mdude, tupige kelele kwa ajili ya kina Soka, tupige kelele kwa ajili ya kina Kipanya, tupige kelele kwa ajili ya kina Beni saa 8, akina Kanguye. Tusichoke kupiga kelele za roho za wenzetu. Haya mengine
Tatafuata huko baadaye, wala tusiwe na haraka nayo sana. Kusema sijui tufanye reconciliation, sijui labda tufanye nini. Uwezi ukareconciliate katika mazingira haya kwa sasa, na reconciliation walishakataa. Saizi kuturudisha kwenye reconciliation ni kututusi. Ni mtu akizungumza reconciliation manake anatukana ufahamu wetu, anatukana elimu yetu, anatukana utashi wetu, anatukana dhamira zetu. Na waomba wote tunapojadiliana haya mambo, tukiwa makanisani, tukiwa misikitini, tukiwa mitaani, tuambiane wote tunalipenda hili taifa, tunapenda kulilinda taifa letu, tunapenda taifa letu liwe mahali bora na salama kwa kila mmoja, lakini hatutaki kuwa na kufanya mambo kwa conveniences, kwa sababu kuna watu wanataka waanze kujipanga kwa ajili ya kugombea 2030. Kwa hiyo wanataka kutuingiza mkenge sisi, alafu kutupeleka machinjioni kama kondoo. Sisi sio kondoo, ni mbuzi wa korofi. Hatutenda machinjioni, tutatifuana hapa tu palipo. Kwa hiyo mimi kikubwa haki, ukweli na uwajibikaji. Mambo ya maridhiano, mambo sijui ya nini, kwa kweli kuzungumza maridhiano bila kujua waliko ndugu zetu ni ushetani. That is the simple I can call it. Kuzungumza maridhiano bila kujua waliko ndugu zetu ni ushetani. Ingiza mkenge sisi, alafu kutupeleka machinjioni kama kondoo. Sisi sio kondoo, ni mbuzi wa korofi. Hatutenda machinjioni, tutatifuana hapa tu palipo. Kwa hiyo mimi kikubwa haki, ukweli na uwajibikaji. Mambo ya maridhiano, mambo sijui ya nini, kwa kweli kuzungumza maridhiano bila kujua waliko ndugu zetu ni ushetani. That is the simple I can call it. Kuzungumza maridhiano bila kujua waliko ndugu zetu ni ushetani. Niseme kwamba swala Tundu Lissu ni changamoto ya mfumo wa haki jinai, na kwa nafasi yangu kama rais wa TLS siwezi kuzungumzia lolote kabisa kuhusu wananchi wafanyeje, kwa sababu tayari kesi iko mahakamani. Kwa mimi kushauri njia nyingine tofauti, nitakuwa na fanya kitu ambacho hakitakuwa sahihi na kuwatendea haki vile vile waheshimiwa mawakili wanaoisimamia kesi. Ile kesi na mawakili wake, na utaratibu wetu uweze ukazungumzia katika namna hiyo kesi. Lakini mkitafuta, nilishatoa msimamo wangu na maoni yangu yapo tayari kuhusiana na shauri hili. Kwa hiyo nilikuwa naomba nisizungumze kwa sababu hilo jambo liko mahakamani. Kuhusu swala la utaifa wa Tanganyika ni kwamba mimi huwa nasema siku zote categorical, hata kama linakwaza watu. Muungano huu ulikuwa ni wa watu wawili tu, wa Nyerere na Karume, sio wa nchi, na wala haukuzingatia matakwa yoyote ya wananchi, wala haikuzingatia. Ndio maana vitu vingi havieleweki, na ukiulizwa ni propaganda. Huyu atakwambia tumeungana kwa sababu ya kiusalama, Zanzibar iko karibu na sisi. Sasa namuuliza, Kenya na Zanzibar nani yuko karibu na sisi? Kenya si unatema tu mate yanavuka na manga pale, yanavuka Kenya, akitema Kenya anavuka na manga pale kutoka Kajiado, au ukiwa Rombo pale Ulili, au ukiwa Tanga, au Malawi boda pale Kasumulo. Kwa hiyo ni kwamba kumekuwa na vikauli tu. Ni muungano ambao ukweli ni vitu viwili vimeungana kwa kuto kuungana. Mmoja kabaki na kila kitu, mwingine akasahau kila kitu, kwa sababu ni mtu aliyekuwa akifanya mambo kwa matakwa yake binafsi. Na mimi naungana na mjadala wa wabunge wa G55, wala akina mzee Njeru Kasaka, akina mzee Lumuli Alipipi Kasiupa, wakina mzee Jenerali Ulimwengu na wenzao, wale ambao wanatambua umuhimu wa uwepo wa taifa la Tanganyika. Tunahitaji kuwa na serikali tatu: serikali ya Tanganyika, serikali ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu sasa hizi Mzanzibari anakuja huku anafanya kazi, sisi kule hatuwezi kwenda. Siku moja nilitoa mfano, bandari za huku bara mtu anapewa mkataba wa milele, alafu Zanzibar anapewa miaka 5. Kazi zisizo za muungano zilizoko huku watu wanakuja kufanya, wa huku kule hawezi kwenda kufanya. Kule ukienda kuna Mzanzibari mkaazi, huku unampata wapi Mtanganyika? Kwa sababu ukishakuwa na Mzanzibari mkaazi lazima kuwe na Mtanganyika, kwa sababu nje ya Tanzania kuna Tanganyika, hakuna Tanzania bara au Tanzania. Kwa hiyo mimi nataka nirudi pale alipoishia mzee Warioba kwamba tunahitaji serikali tatu, na tume ya Nyalali iliona hivyo, Kisanga aliona hivyo, mzee Warioba aliona hivyo. Lakini changamoto kubwa, kwa sababu umesema unafanya huo utafiti, utagundua kwamba tuliingia kwenye siasa za vyama vingi
tukiwa na mfumo wa chama kimoja. Tuko na Zanzibar kwa maslahi ya CCM. Angalia bunge la muungano, ile Zanzibar ilitakiwa itoe wabunge 3 au 4, inaleta wabunge 50, sijui wabunge wangapi, sijui tunakuwa na wabunge wangapi kutoka Zanzibar. Lakini kwa kawaida Zanzibar itakiwa wabunge wakizidi sana 2, 3 ndio waje huku, lakini wanakuja na bungeni kule wanakaa wanajadili hata mambo ambayo ni ya Tanganyika. Nani analipa? Nani anawalipa kuendelea? Tumeanza kuendelea zaidi, tuna mpaka wakurugenzi huku. Wakurugenzi wanakuja kufanya nini huku? Wanawajibika kwa nani? Kwa nini waje huku kwenye muungano? Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo lazima tuone Tanganyika, na kwa sababu Watanganyika wengi tuliishi kwenye kasumba zile za kudanganywa, sijui uzalendo, sijui undugu, sijui nini na nini, yani vile vitu visivyoeleweka. Hata Afrika Mashariki tungeendelea tu na ujinga, ni kwa sababu tuliungana na watu wenye akili wanaojua kuhoji. Ndio maana ukuona umeendelea, hawakutaka vile viujanja ujanja. Kwa hiyo mimi, mtu ukiniambia ni kwamba ninapenda umajumui wa Afrika, sawa, lakini sio umajumui wa kizembe, kwa sababu kama ni muungano basi ueleweke, uwe na usawa katika pande zote, usiweke katika mlinganyo stahiki. Utasemaje mmeungana wakati mmoja amebaki na kila kitu afu anakuja kushiriki vya mwenzake? Tukienda kula kwake hapana, lakini akija kwangu tukae mezani tule pamoja. Hivi vitu ndivyo tunavyosema kwamba ni kasumba. Kwa hiyo muungano huu una asili na kujinasibisha zaidi na CCM, sio Watanganyika. Kwa hiyo mimi, kwa sababu tunazungumzia marekebisho ya katiba, ni haki ya Watanganyika kuzungumzia Tanganyika. Mimi huwa nazungumza hata wenzangu, viongozi wenzangu huwa wanakwazika sana, baadhi wakisikia nasema Tanganyika, lakini nikamwambia mimi ni Mtanganyika. Hukuwepo kuzaliwa, nakwambia kwani ulikuwepo wakati dunia inaumbwa? Kwani usifu? Unang'ang'ania kuwepo hapa, na ukiumwa hata mafua unakimbilia mbio hospitali. Hata wewe wakati dunia inaumbwa haukuwepo, lakini leo upo hapa. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba Tanganyika iwepo kwa Watanganyika na Zanzibari iwepo kwa Wazanzibari, lakini tuwe na serikali ya Jamhuri ya Muungano, tupange mambo ya muungano. Hii ya kusema eti itakuwa gharama kuendesha, nani alikudanganya itakuwa gharama? Nani alikwambia? Sasa tuna marais wangapi? Tunaenda kulipa wake zao, tunalipa nani posho za kujikimu. Hakuna gharama yoyote, kwa sababu serikali ya Tanganyika ilikuwa imejificha kwenye TAMISEMI. Ile TAMISEMI ulikuwa ukichunguza ndio serikali ya Tanganyika ile iliyokuwa inakaa pale kwa waziri mkuu. Ni complete, unaibandua tu TAMISEMI inakaa pale. Makatibu wakuu wale ndio mawaziri, wakurugenzi wale wanatokeza wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya mle kama tunataka. Japo mimi sielewagi cheo cha mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya kinafanya kazi gani. Kwa hiyo TAMISEMI ile jinsi ilivyokuwa ndio serikali ya Tanganyika. Kwa hiyo hakuna bajeti ya kusema ni bajeti mpya. Kuna choangalia ni kwamba nani akusanya ushuru wa forodha, labda ndio uendeshe serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kunakuwa na serikali ndogo tu kwa ajili ya mambo ya muungano, labda ulinzi, mambo ya nje, mikataba ya kimataifa, na vitu kama 5 6 hivi vinasimamiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kwanza hata rais wa muungano anawezekana asichaguliwe na wananchi, apigiwe kura na bunge tu la muungano, ambalo linakuwa ni bunge dogo effective. Kila watu wakae huko chini, wakae na bunge la Tanganyika liwepo, bunge la Zanzibar liwepo, baraza la wawakilishi, na kuwa na bunge la Jamhuri ya Muungano. Wala halitakuwa kubwa, litakava hilo, kwa sababu hata ile bunge la Tanganyika unalidismantle. Hii nchi haitakiwi kuwa na wabunge sijui 300, nao wanafanya nini kusinzia tu na kupiga kelele bungeni? Zile wilaya zote ndo zinakuwa bunge. Kuna mikoa utitiri wa majimbo, lakini unakuta kulitakiwa majimbo 2 au 3. Kwa hiyo kuna maeneo mengi ya kupunguza na kuaddress ili kutengeneza vizuri. Kwa hiyo nature iliyopo ni kwamba Watanzania tuliuziwa mbuzi kwenye gunia wa Tanganyika, lakini changamoto kubwa ni kwamba muungano huu sio wa wananchi, ni muungano wa viongozi. Ndio maana wananchi unakuta kila ukijaribu kuupima uoni ni wapi mlipokutana. Kwa hiyo lakini kwa kiasi kikubwa mimi ninachoshauri kwamba tunapenda Pan-Africanism, tunapenda tuungane, lakini kwa namna iliyostahiki, lakini inayozingatia matakwa ya sasa. Mambo hakuna cha vita baridi. Leo mtu anasema sijui ukiungana na Zanzibar sijui Waarabu watakuja, sijui watavuka watachukua huku Mzizima, kote huku ni kwa sultani. Wewe unaogopa watakaochukua Mzizima wakati watu wako katikati Loliondo kule kabisa, unaenda wamekaa huko wamejiestablish na winda wa wanyama na kuchukua wanavyokwenda. Si ujinga kabisa huo? Kwa hiyo ni narration ambazo ni za kijinga kabisa. Hao unaosema tu nawazuia wasiwepo wasifike huko, wako kule Ngorongoro katikati.
wanakwenda kule wanaendelea kufanya kazi. Kwa kitu kikubwa cha kuangalia ni kwamba tunatumia falsafa za uongo kuikataa Tanganyika, tunaikataa kwa propaganda, lakini hakuna fact za kitaalamu utakazoniambia kwa nini isiwepo serikali ya Tanganyika. Na ndio maana mambo mengi ya Watanganyika hayawi addressed properly. Ardhi za Watanganyika haziwi addressed properly. Leo namuondoa Mmasai Loliondo kule Ngorongoro, unamuondoa, unasema kwa ajili ya uhifadhi, unajenga mahoteli kule, unamimina mahoteli, watu wanaharisha tu na kuchulizisha maji machafu tu ovyo kule, lima mabarabara ovyo, jenga majengo, eti yale hayaharibu. Mmasai anayejenga vibanda vya asili bila kuathiri wanyama wala kutwika, unasema anaathiri mazingira. Katizame kule Kreta kunavyoshuka thamani, magugu yanavamia, kwa sababu ile ecological iliyokuwa ikifanywa na wachungaji, wanyamapori na nani imepotea. Kwa hiyo si kweli, tunatoa propaganda za kitafiti, lakini kuna tafiti zinazoonyesha ile Ngorongoro inahitaji kuwepo kwa namna ilivyokuwa na Wamasai, ndio ingekuwa endelevu. Sio hivyo unavyoleta wageni na kugawa maeneo, alafu tunafukuza wakazi wa maeneo yao, tunawapeleka, unamchukua Mmasai unampeleka Tanga, unamdanganya eti eneo la Tanga lile lina malisho sawasawa na Ngorongoro, hali na maji, ni kame, ni mashamba ya watu haya. Kwa hiyo ni mazingira mengi ambayo kwa kweli ukichunguza, kwa mimi ambaye nimechunguza, tume imefanya kazi, nikitizama yale mambo utaona ni mambo haya tu ya ujanja ulaghai. Tanganyika hakuna shida yote kuzungumzia Tanganyika, tuna referensi, na ndio bana tunasema tuanzie ilipoishia katiba ya mzee Warioba, kwa sababu ndio ina majibu na utashi. Wananchi ndio waamue wanataka muungano wa namna gani, sio kutupa simulizi za alinacha hapa za sultani sijui atatanukia huku, sijui Mwarabu ataingilia huku. Asante. Pengine kubadilisha uzoefu wangu katika hiyo dhana ya biashara ya demokrasia, lakini vile nimpongeze mzungumzaji aliyetangulia, wakili Boniface Mwabukusi. Ameingia kitu kinachoitwa positive analysis, moja kwa moja. Mimi pengine nitaingia na normative analysis, ambayo itakuwa ni namna ambavyo nitakavyozungumza. Mimi naiangalia dimension ya kwanza katika hoja hii, naangalia tulivyoanza, jinsi Tanzania ilivyoanza kuingia kwenye siasa za ushindani katika mfumo wa vyama vingi. Ushindani wetu, watu walio wengi, pengine na mimi nisionekemo, wakati mimi nilikuwa niko chuo kikuu nasoma mwaka wa pili, lakini Watanzania tulio wengi walikuwa hawajui chochote, na tulikuwa tunapa heshima ya bure kwa bahati mbaya, lakini vile kwa bahati mbaya tuliwaruhusu waendelee kutuongoza. Nakumbuka wakati ule jitihada za mabadiliko zilivyoanza za mashariki, Ulaya Mashariki, himaya ya Urusi kaanguka, himaya kadhaa za Ulaya Mashariki zilianguka pia, kwa ni pamoja na nchi, kwa mfano nchi ya alikokuwa anaongoza Rais Ceausescu Romania. Tukaanza kusikia, na wakati huo hakuna runinga na hakuna internet, kwa hiyo pengine waandishi wa habari wakizungumza kupitia, pengine wakipata habari za Reuters wanaandika kwa namna wanavyoona. Nakumbuka wakati ule, kwa mfano, Rashid Mfaume Kawawa alikuwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, alikuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Alikwenda kutembelea Romania. Alivorudi alisema kwamba Ceausescu anawasalimia rafiki wao, yani rafiki wao kisiasa, kwa wakati alikuwa chama kimoja, anasema rafiki yetu wanaendea vizuri. Ndani ya wiki moja hiyo serikali ya Ceausescu kaanguka, yeye na mke wake wakahukumiwa na akapigwa risasi hadharani, na kwa mwisho wa utawala wake. Kwa hiyo tunasema hapa ni kwamba tulikuta watu ambao walikuwa wanatuongoza walikuwa wajinga kama watu wanaongozwa katika swala zima la namna ya kuweka mfumo na utaratibu wa vyama vingi. Lakini bahati mbaya tulio wengi tuliwaachia waendelee kuongoza. Jitihada zilifanyika, ikaandaliwa Rais Mwinyi wakati yule anaishi, alikuwa rais, akaanzisha tume
tume ya kushauri mwelekeo Tanzania itakaochukua, kama Tanzania ielekee kwenye mfumo wa vyama vingi au ibaki na chama kimoja. Tume hiyo ilifanya kazi yake nzuri iliyotukuka, wakashauri vizuri, lakini mapendekezo takribani yote yalipelekwa kwenye halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi. Wenyewe wakaamua kwa lazima, kwa shingo pande, kwa sababu ya msukumo na shinikizo la Mwalimu Nyerere, wakakubaliana na hiyo hoja ya kwamba Tanzania ingie mfumo wa vyama vingi, lakini wakasema wataongoza mfumo utaratibu wenyewe. Lakini wanaosema wataongoza hawakuwa wanaujua mfumo wenyewe, mfumo wa vyama vya ushindani katika siasa, lakini vile vile hawakuwa wanaridhia kwamba waingie katika mfumo huo. Kwa hiyo walichoanza kufanya tangu wakati ule ni njama za kuharibu na namna ambavyo mfumo wa vyama vingi unatakiwa ufanye kazi. Mnakumbuka kwa mfano sheria ya vyama ilivyotungwa mwaka 92, vyama vingine vikalazimika kujiandikisha, lakini Chama cha Mapinduzi kikawa exonerated. Wakaambiwa wao siku hiyo ya ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka ya 1992, badala ya kwenda kuomba kujiandikisha na kufuata utaratibu wa sheria uliopo, wao walifika pale wakapewa cheti cha kuendelea kufanya siasa, wakati vyama vingine vinakwenda kutafuta wajumbe wanachama kwa kuunga mkono wanachama 200 kutoka kila mkoa, angalau mikoa miwili kutoka Zanzibar, mmoja wapo kuwa Pemba, mwingine kuwa Unguja, lakini vile vile na mikoa mingine 8 kutoka Tanzania bara au Tanganyika. Wakafanya hivyo waliofanya, lakini sema kufanya, alafu wakabaki madarakani, alafu wakasema wanaongoza mageuzi. Kimsingi hawakuwa wanaongoza mageuzi, walikuwa wanajaribu kujifunza, lakini kwa njia ngumu, kwa sababu walikuwa wajui wanataka kufanya nini. Wao swala la siasa na utawala ni swala la kuwa madarakani na kufanya maamuzi wanavyotaka. Nafasi ya raia katika siasa haikuwepo, na ni kutokana basi na hayo maelekezo, mwongozo, tabia na utamaduni wa Chama cha Mapinduzi, Tanzania ilikuja kutokomea huko. Vyama vya siasa vikatokomea huko, kwa vinajifunza kutoka kwa Chama cha Mapinduzi, vikatokomea huko. Tabia za ovyo ovyo hizi za uhuni, kubabaisha zote walizikopi huko Chama cha Mapinduzi. Mambo ya kula rushwa, mambo ya kutowajibika, yote walikuwa kwa Chama cha Mapinduzi. Na bahati mbaya kuanza kuona vituko, lakini tulikuwa tunaona pengine tulikuwa wachache ambao tungeweza kusema tukasikika na mazingira yakuwa kama yalivyo sasa hivi. Kwa hiyo tunakumbuka kwa mfano miaka mitatu kwa mwaka 92 mpaka mwanzoni mwa mwaka 95, tulimuona Augustine Yatonga Mrema akihama kutoka kwenye chama chake cha Chama cha Mapinduzi baada ya kukosana na Rais Mwinyi, akahamia chama cha NCCR Mageuzi. Lakini hata NCCR Mageuzi hao waliompokea huwa nawaeleza na mpaka leo naamini hivyo, walikuwa wenyewe walikuwa wajua wanafanya nini. Walikuwa nafikiri swala moja tu kwamba wanasubiri kupata madaraka, kuongoza dola, madaraka ya dola. Hawakuwa na hoja zaidi ya hiyo. Kwa hiyo licha ya kwamba Mrema alienda pale na watu wengi, jitihada za kuwa coordinate, kuwaongoza, kuwapa mwelekeo mpya kwa njia ya mafunzo, kwa njia ya integration ya aina fulani ya kitaalamu haikufanyika. Kwa hiyo ilikuwa ni muda kidogo tu, baada ya miaka 1.5 wakaanza kuwa kama mgogoro, wakagombana, na tukaishia kuona hiyo biashara ya siasa. Tukaona watu wakaanza kununuliwa na Chama cha Mapinduzi na serikali. Tukaanza kuona watu wakaanza kugawana ruzuku ya chama ambao walikuwa na ruzuku wakati ule. Tunaona kwamba ruzuku inatolewa polisi pale, mpaka anaruhusu kwa ofisa wa polisi aliyekuwa msajili wa vyama vya siasa wakati ule, Bwana Liundi, sasa ni marehemu, wakawa ndio wanaelekeza mambo gani yafanyike, ruzuku ichukuliwe namna gani. Na bahati mbaya mazingira hayo yakashape siasa za Tanzania. Watu wakaanza kujua kwamba kwenye siasa kuna kuongwa,
ukaachia msimamo wako, kuna kutosimamia mpango wako. Kwa hiyo tukaona haya yote mengi yalitokea wakati ule wa Nsera Mageuzi, baadaye yakaja kuhamia kwenye vyama vingine. Kwa hiyo tuliona mambo yaliendea hivyo, na pengine kilele chake ilikuwa kwenye baada ya miaka 20 uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Tuliona alivyoingia madarakani Magufuli, kwanza alijua haungwi mkono na watu wengi ndani ya chama chake, lakini aliona kwamba ana popular support, na hiyo popular support haikuwa genuine, ilikuwa ni support ya watu kukata tamaa, kwa sababu wanaona pengine anavyotoka hivyo na maneno na nini na makeke yake yale, wako wanaona kama pengine hiyo ndiyo njia pekee ya kushughulika matezo yao, kwa sababu watu wengi hawajui kinachoendelea katika dunia ya mambo ya utawala. Na alivyoingia kwenye mamlaka akastabilize kidogo, tuliona alivyoanza kuwanunua watu kwenye upinzani, kuwapa madaraka, kuwapa vyeo, kuwapa nafasi mbalimbali, wakaenda huko, wengine mpaka leo bado wapo, wengine wameshapotea. Lakini kikubwa zaidi hata usema hapa ni kwamba hizo siasa zinatokea mara zote, kama chama chenyewe kinachowanunua hakina kitu kinachosimamia, hakuna ajenda ya kusimamia, hakuna itikadi ya kusimamia, hakuna mipango inayoaminika inatokana na wananchi, lakini juu ya yote ni chama ambacho kinajua kiungwi mkono na raia, isipokuwa kinajitanua kinapoungana madarakani kutoa huduma ambazo kitaweza, lakini hakitaki kuwajibika. Kwa hiyo kwa maana hiyo tuliona biashara sasa ilishamiri sana wakati ule wa Magufuli, lakini mambo haya yameendelea. Lakini vile vile ninajua sitataja watu, lakini najua kabisa kwamba kuna baadhi wagombea wa dini fulani walikuwa wanagombea kwanza mwaka 95, walikuwa wana mshikamano na mashirika mengine ya kimataifa. Kwa hiyo walikuwa wanagombea, wanapewa pesa kwa kugombea tu. Kwa hiyo anagombea, akigombea anapewa pesa kwa sababu wanasema kwamba anapogombea mtu aina hiyo wanakuwa kwenye limelight, kwamba wanaweza wakajaribu siku nyingine mambo yakajipa, as long as wana mtu. Na wakati huo mtu wa namna hiyo akiwa chama cha upinzani hakuwa na tatizo, hata akiwa chama cha Mapinduzi walikuwa pesa inakuja kama fungu moja, wanagawana. Kwa hiyo biashara ikafanyika miaka yote hiyo, pengine ni wachache sana tunaelewa hivyo, lakini biashara vile vile ilichukua nafasi hiyo, na watu wakawa wanachukua pesa kwa sababu watu aina fulani wanagawana pesa na watu wa Chama cha Mapinduzi, na wanaendelea, maisha yanaendelea kama kawaida. Lakini swala eneo jingine ni hilo ambalo chama kinapokuwa madarakani kama Chama cha Mapinduzi kinaendelea kufuma watu wasielewe, wasijue mamlaka yao, wasijue mandate yao na uwezo wao kuwajibisha serikali. Watu wanabaki kuombaomba na kulialia kwa sababu hawajitambui, na walio madarakani wanajishutumua na kujifanya wao ndio mamlaka na ndio kila wanaoweza kutoa matakwa yote ambayo watu wanahitaji. Kwa hiyo katika mazingira hayo, kama watu hawana nguvu, hawana uelewa, hawajisikii kuwa na mamlaka, uwajibikaji inakuwa hakuna. Ndio tumeona mambo kadhaa ya rushwa ndani ya serikali, kwa maeneo ya madini, kwa eneo la madini, kwa eneo la mafuta, kwa eneo la umeme. Tumeona sana namna mambo ambavyo yalikuwa yanaendelea, kwa sababu kulikuwa na mikataba ya wizi, kwa sababu watu wanaokuwa madarakani wenyewe wanapoingia madarakani wanajisikia kama dalali zaidi kuliko kujisikia kama watumishi wa umma, kwa sababu hawajachaguliwa na mtu na wala hawatarajii kuchaguliwa na mtu, ila wanatarajia kutumia mfumo kujiweka kwenye madaraka. Kwa hiyo mambo haya yameendelea, na mpaka tunapoongelea saa hizi imekuwa ni uzoefu wa muda mrefu, na ndio mfumo wetu wa siasa sasa Tanzania unaitwa clienteling politics, ni siasa za uwakala. Na aliye madarakani anafanya uwakala wa nje, na lakini vile analazimisha walio ndani ambao ni raia ambao na mamlaka
wakose mamlaka, wawe mawakala wake. Kwa hiyo anatumia anavyotaka, anarushia kidogo. Ndio mfumo huo huo ambao unapeleka vyama vya siasa ambavyo haviko serikalini viwe mawakala wa chama ambayo iko madarakani, na inakuwa reduced mpaka ngazi ya chini kabisa, ambapo watu sio vyama tena, mtu mmoja mmoja anakuwa wakala wa mtu mmoja mwenye madaraka ndani ya serikali. Kwa mfano kama saizi hapa Tanzania unaweza ukaona watu wanakuwa na allegiance kubwa zaidi kwa rais aliye madarakani kwa namna wanavyoweza kuengage. Inawezekana mtu kwenye upinzani azungumzie chama chake, anazungumzia zaidi namna ambavyo anaweza akalink up na kiongozi wa chama ili aweze kupata anachokihitaji. Kwa hiyo katika mazingira tuliyomo saa hizi ni kwamba wakala huo umereduce to individual, lakini hao individuals wanatumia machinery za vyama vya siasa, ila wanabaki wenyewe, wao wenyewe ndio wanabaki kama wenye mamlaka, ila matumizi utaratibu ni individual na ana benefit na anatafuta watu wa kumsaidia kubenefit vile vile kumlinda abaki madarakani. Kwa hiyo katika mazingira hayo hayaishi ndani tu peke yake. Huyu aliye madarakani anasimamia rasilimali za nchi, anasimamia mafuta, anasimamia gesi, anasimamia madini, anasimamia mazao ya watu, uzalishaji mzima. Kwa hiyo anapata fursa vile vile ya kuuza au kuingiza kwenye utaratibu ambapo anabaki na mamlaka ya kugawa hizo rasilimali kwa mashirika ya nje, kwa watu mbalimbali kutoka nje, kwa mataifa ya nje, ili yeye as long as anabaki madarakani. Tunaona kwa mfano kuna biashara ya gesi ya anaitwa EWOK au carbon trade. Tumeona namna ambavyo kwa mfano makampuni mengi ya Uarabuni wamepewa mikataba hapa, na hatujui mikataba hiyo ina nini, lakini kulingana na kinachofanywa sasa hivi nadhani kuna makubaliano ya dunia juu ya dunia kupunguza hewa ukaa. Nadhani kufikia mwaka 2040 au 45 kitu kama hicho, inatakiwa kuwa mafuta yameacha kutumika na badala yake itumike nishati jadidi, renewable energy. Katika mazingira hayo makampuni au mataifa ambayo yana mafuta ndiyo yanayoangamiza uhai wa dunia. Lakini makampuni kutoka Uarabuni yalikuja hapa wakapewa misitu karibu yote ya nchi hii, wakaingia mikataba, ndio wanaoripoti kwamba ndio wanaotunza hiyo misitu. Sio wanatunza kwa kitu gani? Na hizo halmashauri iliko hiyo misitu wanapewa milioni $10,000 kwa mwaka kama sikosei, na mikataba yake hajulikani. Kwa hiyo unaona mtu kabisa anadili na mtu mwingine, hao watu wanaodili nao wana mambo yao mengine wanaofanya. Kwa hiyo biashara ya siasa pengine ni kacha sasa hivi, ni utamaduni, wala sio swala la vyama vya siasa peke yake. Ni extension ya client politics ambayo tunaiona sasa hivi, experience, na inahama kutoka kwa institutions inakwenda kwa individuals, inatoka kwa vyama vya siasa inakwenda hata kwenye idara. Unakuta kabisa kwa mfano kuna watu wanafanya biashara zao, wana taratibu wa maisha, wanataka kupata faida, lakini wanapanga nani afanye kazi gani, apewe cheo kipi, ndio wanaopanga fulani mteue, na wewe anayeteuliwa kwenda cheo fulani anakuwa na majukumu, ana TOR kwamba ukifika cheo hicho ufanye hivi, kwa sababu ndio makubaliano ya mtu aliyemwezesha kupata hicho cheo. Sasa inakuwa ni mazingira ni hayo ya siasa za namna hiyo ambayo yamesababisha matatizo katika jamii ya hizi siasa zetu ambazo tumeingia. Kwa hiyo ninachosema kwamba biashara ya demokrasia ni kweli demokrasia ndio imekuja, lakini najaribu kuonyesha kwamba kikubwa hata kusingekuwa na demokrasia pengine tulikofikia tunataka tufanye namna ambayo ni overall thinking na overall approach kuiondoa, kwa sababu hawa watu ambao wanakamata viongozi fulani, na tumeona kwa mfano mwaka jana tumeona Chama cha Mapinduzi walichangisha bilioni 100 ndani ya muda mfupi, na nani walitoa bilioni 1? Tunaambiwa ni makampuni yanayofanya shughuli zake hapa
Ukiangalia utaratibu wa makampuni hayo na wanapofanya shughuli zake na shughuli zake zenyewe na ulipaji wa kodi na namna yalivyoanzishwa na maeneo yanayofanya kazi, unajua kabisa kuna biashara sasa inaendelea. Niwape mfano mmoja kwa haraka haraka, ninazungumza hizo client politics. Kuna kundi fulani kwa mfano Tanzania hapa, kundi ambalo linashughulika liko kwenye biashara za mafuta. Wanapata pesa nyingi kutokana na ukiritimba au monopoly faida zake wanazonufaika nazo wakiwa na makampuni yanayoshughulika na mafuta peke yake hapa nchini. Kwa hiyo katika hali ambapo taifa limesimama lenyewe, lina viongozi wanaochaguliwa na wananchi, wanawajibika kwa wananchi, wanafikiri kwa niaba ya wananchi, na bunge linafanya kazi yake vizuri na halmashauri zinafanya kazi yake vizuri, taifa namna hiyo linapunguza gharama za maisha, linaongeza ufanisi na kuhakikisha kwamba watumia pesa kidogo, hasa pesa za kigeni, lakini wanakuwa na ufanisi mkubwa. Lakini kuanzia mwaka 2004 Tanzania tumegundua kwamba tuna gesi asilia. Mpaka mwaka 2011 tulijua kwamba tuna takribani trilioni cubic feet 60, inaweza kutumika zaidi ya miaka 50, na tunawekeza, tunauza, tunatumia hapa nchini. Kwa maana hiyo hata viwanda, hata magari, hata mitambo yote mingine, pikipiki na kadhalika, tutakuwa tutumie gesi badala ya mafuta. Maana yake ni kwamba tungetumia pesa kidogo sana ya kigeni au tutumii kabisa, na baada yake tungetumia gesi, tungezalisha gesi alafu tukaiproduce kwenye LNG alafu tukaitumia kwa shughuli mbalimbali za uzalishaji. Lakini mpaka ninapozungumza saa hizi hatuoni matumizi yote ya gesi. Mpaka juzi hapa unaona kabisa hao makampuni yanayonufaika na mafuta ndio wanasubiri wahamie kwenye gesi vile vile wao wanufaika wake. Kulikuwa na mchakato wa gesi wa sera ya gesi, nilishiriki binafsi mpaka mwaka 2016. Alikuwa anasimamia Profesa Muhongo, na tulikubaliana kwamba bei ya gesi itakuwa inunuliwe kwa kipimo ambacho ni theluthi moja. Bei ya gesi ilikuwa theluthi moja bei ya kipimo cha mkaa, ambayo yani kama mkaa unauza shilingi 600 basi gesi ingeuza shilingi 300, kipimo kile kile, energy inayozalishwa. Na tulishakubaliana, lakini haya mambo yote yalishafutwa, hayapo kwa sababu hao makundi yanayozungumza biashara ya siasa wanakamata mamlaka zinazo toa maamuzi, wanahakisha kwamba inafanya maamuzi yao na nchi inabaki hapa ilikogota na hakuna kinachoweza kuendelea. Na tunaambiwa hiki hakiwezekani au hiki hakijafanyika, na pengine mpaka hali iwe mbaya kiasi fulani ndio tunaona watu wajitokeza hizifu. Watanzania hawapo miaka yote iliyopita, na hawana uwezo wa kufikiria, na wakati mwingine ndio tunaona tunashindwa kwenda nafuta. Kwa hiyo point nasema hapa ni kwamba biashara ya siasa ya demokrasia si katika kwenye vyama vya siasa peke yake. Mimi naiona iko kwenye dhana nzima ya kinachoitwa kutekwa kwa dola, state capture. Dola inatekwa, alafu makampuni, watu binafsi, wafanya biashara, watu wenye mamlaka, wala rushwa wakubwa, makampuni ya kimataifa yanahakikisha rasilimali katika nchi fulani au kwa Tanzania kwa mfano hazitumiki kwa kuendeleza nchi, kuendeleza wananchi, kutoa matatizo ya kiafya, kuhakikisha kwamba kila mtu ana kazi, kuhakikisha kwamba kila mtu ana furaha, kuhakikisha kwamba kila mtu ana mapato, kuhakikisha kwamba kila mtu ana ujuzi na utaalamu, kuhakikisha kwamba kila mtu anajiamini, kuhakikisha kila mtu anajiona sio maskini, kuhakikisha kwamba mtu ana sauti. Haya yote hayawezi kutokea kama kuna makundi hayo yanayokamata dola, yanaweka nani akae wapi, afanye nini kwa ajili yao katika hizo nchi yanakotoka, badala ya kuwa kwa manufaa ya wananchi. Na wananchi, bahati mbaya, mifumo inayokuwa inafanyika wakati ule haitoshelezi. Kwa mfano mimi ni kwenda shule ya msingi mwaka 70, niingia shule ya msingi mwaka 70 mwezi Novemba, ilikuwa tarehe 5. Unafika unakuta kila kitu iko shuleni. Niliwakuta darasa 4 wakati ule walikuwa wanapewa wino, wanapewa daftari, wanapewa kila kitu, vitabu, wanaandika na kusoma. Kwa hivi vyote vimetoka pale shuleni, na tukaendelea hivyo mpaka darasa la 4. Tunapewa daftari, kiisha unakwenda kwa mwalimu wa darasa anakuwekea sahihi, unakwenda kwa store
unapewa hiyo store, unapewa daftari jingine, unapewa kalamu. Maisha yalikuwa namna hiyo. Tanzania hii, lakini ninapozungumza saa hizi sidhani kama kuna Tanzania namna hiyo katika mazingira saa hizi. Lakini unaweza kujiuliza, wakati ule ulikuwa ni miaka 9 baada ya uhuru. Sasa kama tumepita miaka 65 baada ya uhuru, tunarudi nyuma kiasi hiki. Huwezi kuona watoto wanakula chakula shuleni, huwezi kuona watoto wanakunywa maziwa shuleni, huwezi kuona walimu wanapata malipo yanayostahili, huwezi kuona vitabu vinapatikana shuleni, na si shule tu, na maana ya vyuo, ina maana maarifa yanayopatikana ni chini ya kiwango. Unazalisha watu ambao ni sio competitive, hawawezi kusaidia kupambana na kubadilisha mazingira. Wanaelewa wale wao kwa ni mdogo sana, sio competitive, hawawezi kushindana na watu wa mataifa mengine kwa sababu ya uwezo mdogo kwa namna wanavyofundishwa. Na hilo ndio taifa ambalo ni matokeo ya biashara ya demokrasia. Na kama nilivyosema, ni biashara ambayo si kwa hivyo vya sasa peke yake. Nchi ishaingia kwenye biashara hiyo, inakamatwa, inatekwa, alafu katika vyote vile vya sasa vinakuwa useless. Taasisi za serikali zinakuwa useless, watu wenyewe wako ndani ya serikali wanakuwa useless. Nchi inatawaliwa na rushwa kama njia ya kujikimu, sio njia ya kutajirika, kwa sababu mazingira mazima yaliyopo hayaruhusu watu wafikiri independently, wawekeze, alafu vile vile wasimamie uwajibikaji, tofauti na nchi ambayo inakuwa angalau wanaweza kudhibiti, bunge likawa na nguvu, serikali ikawajibika kwa bunge, na raia wakawa na nguvu kuwajibisha bunge na serikali, na wakajitambua kwamba wao ndio waliweka serikali madarakani, na wakaweza vile vile kuamua nani aingie madarakani na asiingie madarakani, nani wamchague nani wasimchague. Na natoa mfano mmoja hapa, na nimetoa juzi kwenye timu ya Chakwera. Kuangalia sheria vya siasa, ambayo sheria namba 1 ya mwaka 2024, ukiangalia kifungu 102 cha sheria hiyo kinasema kura zitapigwa vituoni ikifika saa 10 vituo vya kupiga kura vinabadilishwa, vinakuwa vituo vya kuhesabu kura zinahesabiwa. Zikishahesabiwa, mawakala wa vyama wanapewa nakala, kila mtu nakala yake, alafu matokeo yale yanawekwa kwenye ubao wa matangazo pale kwenye kituo cha kupiga kura. Walivyotunga kanuni namba nadhani 52 E na D na E, inasema kwamba kura zitahesabiwa. Hiyo ni kanuni ya uchaguzi ambayo ina operationalize sheria. Kura zitahesabiwa na msimamizi wa kituo atapeleka matokeo kwenye ile tallying center, kituo cha kujumuisha. Sio swala kuweka kura kwenye bao za matangazo, wala sio kuwapa mawakala, isipokuwa kuwapa mawakala hizo matokeo ya kura, wanasema watapatia kule kwenye tallying center, ambazo humu katikati huwezi kujua kama kura hizo ni genuine, zimepigwa, ndizo zilizohesabiwa, au ni mambo waliotengeneza pembeni wakaja kuleta pale kwa returning officer ngazi ya kata ambaye anahesabu atangaza kura za madiwani, au returning officer ngazi ya mashauri ambaye anatangaza kura za mbunge. Kwa hiyo tunasema hapa ni kwamba vyama vyote vilikaa kimya, usikii chama kinazungumza chochote, viko kimya, raia wenyewe wako kimya walio wengi, na kwa sababu hata waliokuwa wanafanya upuuzi huo wako kimya, basi hiyo ndio maana yake, hiyo ni tafsiri ya chama kutekwa. Mfano mwingine, chama cha ACT Wazalendo, nilikuwa nafuatilia hapa, kwa nini hawana viti maalum. Nikauliza, amkufikia threshold? Wakasema walifikia threshold, ilikuwa ni asilimia, walipata kura za wabunge, sio kura za jumla. Kura za wabunge zikijumulishwa zote wana takriban ya milioni 2.2, ambao ni kama 6% hivi kuelekea 7%. Kwa hiyo wana wabunge watakuwa pate wabunge viti maalum 8, lakini mpaka sasa hawana mbunge hata mmoja ambao wamepatiwa. Kwa mujibu wa sheria atakuwa tume iwape wabunge 8. Walivyogundua hivyo, wakaenda mahakamani, wakafungua kesi, na hatua ya kwanza ya kesi wakapitishwa kwamba wakaruhusiwa kufungua kesi. Walivyoruhusiwa kufungua kesi, wanawake 8 wa Chama cha Mapinduzi ambao ni wabunge wa viti maalum wakaenda mahakama rufaa, wakafungua kesi nyingine ya kupinga kuruhusiwa kwa chama hicho kufungua kesi hiyo, kwa sababu wasema wana maslahi na kwa sababu hawajaunganishwa kwenye kesi. Kwa hiyo wakataka mahakama rufaa review, ifanye revision ya uamuzi huo, na hiyo kesi mpaka sasa imekuwa packed
aendelee na sijui kama hivyo vitu watapata. Lakini pointi nasema hapa ni kwamba tume ya uchaguzi inajua, ndio inayosimamia sheria, lakini bahati mbaya licha ya kujua hivyo ikatoa viti hivyo kwa hapa sasa Chama cha Mapinduzi, na wale wanawake 8 wanajua ndio walikuwa sehemu ya mwisho. Vikikatwa viti vile watakatwa wao, wataondoka, kwa sababu wanapeleka listi na tume kwa mujibu wa sheria inafiki kuanzia listi ya wa kwanza mpaka idadi ya pasenti ambayo ni 35% na viti vyote vya bunge. Nadhani ambao mmeshughulikia mambo hayo mnaelewa. Kwa point nasema hapa ni kwamba kutekwa kwa dola au biashara ya siasa inakwenda kwenye taasisi kama hivyo. Tume ya uchaguzi inaweza kufanya hivyo, na bahati mbaya tena chama cha Chauma akina hata hizo 4% hakijafika, lakini kimepewa viti viwili vya wanawake. Lakini wakati ule ule sheria haisemi kuna viti viwili. Sheria inasema utakuwa ni 5% na ukihesabu 5% ni viti 7. Kwa hiyo kama chama kimefikia 500 kipewa viti 7, hawa wamepewa viti viwili. Unauliza tume ya uchaguzi, hivi viti viwili umevitoa wapi kuwapa watu wa Chauma? Hakuna maelezo. Zote hizo ni indicators, ni viashiria vya kutekwa kwa dola, kutekwa kwa taasisi, lakini vile vile ni matokeo ya biashara ya demokrasia. Pengine naona nimetumia muda mwingi, mambo ya kuzungumza ni mengi. Sipendi kuenda zaidi kwenye vyama vya siasa, na ameshazungumza ndugu yangu wakili Mwabukusi. Pengine mimi niishie hapa, niruhusu watu wenye maswali waweze kuuliza. Asante sana, nashukuru kwa kunipa fursa ya kuweza kuzungumzia swala hili ya biashara ya siasa ambayo nadhani kwa Tanzania imeshakuwa donda ndugu kwa muda huu. Asante sana, nashukuru. Anaweza akalink up na kiongozi wa chama ili aweze kupata anachokihitaji. Kwa hiyo katika mazingira tuliyomo saa hizi ni kwamba wakala huo umereduce to individual, lakini hao individuals wanatumia machinery za vyama vya siasa, ila wanabaki wenyewe, wao wenyewe ndio wanabaki kama wenye mamlaka, ila matumizi utaratibu ni individual na benefit, na anatafuta watu wa kumsaidia kubenefit vile vile kumlinda abaki madarakani. Kwa hiyo katika mazingira hayo hayaishi ndani tu peke yake. Huyu aliye madarakani anasimamia rasilimali za nchi, anasimamia mafuta, anasimamia gesi, anasimamia madini, anasimamia mazao ya watu, uzalishaji mzima. Kwa hiyo anapata fursa vile vile ya kuuza au kuingiza kwenye utaratibu ambapo anabaki na mamlaka ya kugawa hizo rasilimali kwa mashirika ya nje, kwa watu mbalimbali toka nje, kwa mataifa ya nje, ili yeye as long as anabaki madarakani. Tunaona kwa mfano kuna biashara ya gesi anaitwa EWOK au carbon trade. Tumeona namna ambavyo kwa mfano makampuni mengi ya Uarabuni wamepewa mikataba hapa, na hatujui mikataba hiyo ina nini, lakini kulingana na kinachofanywa sasa hivi nadhani kuna makubaliano ya dunia juu ya dunia kupunguza hewa ukaa. Nadhani kufikia mwaka 2040 au 45 kitu kama hicho, inatakiwa kuwa mafuta yameacha kutumika na badala yake itumike nishati jadidi, renewable energy. Katika mazingira hayo makampuni au mataifa ambayo yana mafuta ndiyo yanayoangamiza uhai wa dunia. Lakini makampuni kutoka Uarabuni yalikuja hapa wakapewa misitu karibu yote ya nchi hii, wakaingia mikataba, ndio wanaoripoti kwamba ndio wanaotunza hiyo misitu. Sio wanatunza kwa kitu gani? Na hizo halmashauri iliko hiyo misitu wanapewa milioni $10,000 kwa mwaka kama sikosei, na mikataba yake hajulikani. Kwa hiyo unaona mtu kabisa anadili na mtu mwingine, hao watu wanaodili nao wana mambo yao mengine wanaotoka. Kwa hiyo biashara ya siasa pengine ni kacha sasa hivi, ni utamaduni, wala sio swala la vyama vya siasa peke yake. Ni extension ya client politics ambayo tunaiona sasa hivi, tumeexperience, na inahama kutoka kwa institutions inakwenda kwa individuals, inatoka kwa vyama vya siasa inakwenda hata kwenye idara. Unakuta kabisa kwa mfano kuna watu wanafanya biashara zao, wana taratibu wa maisha, wanataka kupata faida, lakini
wanapanga nani afanye kazi gani, apewe cheo kipi, ndio wanaopanga fulani mteue, na wewe anayeteuliwa kwenda cheo fulani anakuwa na majukumu, ana TOR kwamba ukifika cheo hicho ufanye hivi, kwa sababu ndio makubaliano ya mtu aliyemwezesha kupata hicho cheo. Sasa inakuwa ni mazingira ni hayo ya siasa za namna hiyo ambayo yamesababisha matatizo katika jamii ya hizi siasa zetu ambazo tumeingia. Kwa hiyo ninachosema kwamba biashara ya demokrasia ni kweli demokrasia ndio imekuja, lakini najaribu kuonyesha kwamba kikubwa hata kusingekuwa na demokrasia pengine tulikofikia tunataka tufanye namna ambayo ni overall thinking na overall approach kuiondoa, kwa sababu hawa watu ambao wanakamata viongozi fulani, na tumeona kwa mfano mwaka jana tumeona Chama cha Mapinduzi walichangisha bilioni 100 ndani ya muda mfupi, na nani walitoa bilioni 1? Tunaambiwa ni makampuni yanayofanya shughuli zake hapa. Ukiangalia utaratibu wa makampuni hayo na wanapofanya shughuli zake na shughuli zake zenyewe na ulipaji wa kodi na namna yalivyoanzishwa na maeneo yanayofanya kazi, unajua kabisa kuna biashara sasa inaendelea. Niwape mfano mmoja kwa haraka ninazungumza hizo client politics. Kuna kundi fulani kwa mfano Tanzania hapa, kundi ambalo linashughulika liko kwenye biashara za mafuta. Wanapata pesa nyingi kutokana na ukiritimba au monopoly faida zake wanazonufaika nazo wakiwa na makampuni yanayoshughulika na mafuta peke yake hapa nchini. Kwa hiyo katika hali ambapo taifa limesimama lenyewe, lina viongozi wanaochaguliwa na wananchi, wanawajibika kwa wananchi, wanafikiri kwa niaba ya wananchi, na bunge linafanya kazi yake vizuri na halmashauri zinafanya kazi yake vizuri, taifa namna hiyo linapunguza gharama za maisha, linaongeza ufanisi na kuhakikisha kwamba batumia pesa kidogo, hasa pesa za kigeni, lakini wanakuwa na ufanisi mkubwa. Lakini kuanzia mwaka 2004 Tanzania tumegundua kwamba tuna gesi asilia. Mpaka mwaka 2011 tulijua kwamba tuna takribani trilioni cubic feet 60. Inaweza kutumika zaidi ya miaka 50, na tunawekeza, tunauza, tunatumia hapa nchini. Kwa maana hiyo hata viwanda, hata magari, hata mitambo yote mingine, pikipiki na kadhalika, tutakuwa tutumie gesi badala ya mafuta. Maana yake ni kwamba tungetumia pesa kidogo sana ya kigeni au tutumii kabisa, na baada yake tungetumia gesi, tungezalisha gesi alafu tukaiproduce kwenye LNG alafu tukaitumia kwa shughuli mbalimbali za uzalishaji. Lakini mpaka ninapozungumza saa hizi hatuoni matumizi yote ya gesi. Mpaka juzi hapa unaona kabisa hao makampuni yanayonufaika na mafuta ndio wanasubiri wahamie kwenye gesi vile vile wao wanufaika wake. Kulikuwa na mchakato wa gesi wa sera ya gesi, nilishiriki binafsi mpaka mwaka 2016. Alikuwa anasimamia Profesa Muhongo, na tulikubaliana kwamba bei ya gesi itakuwa inunuliwe kwa kipimo ambacho ni theluthi moja. Bei ya gesi ilikuwa theluthi moja bei ya kipimo cha mkaa, ambayo yani kama mkaa unauza shilingi 600 basi gesi ingeuza shilingi 300, kipimo kile kile, energy inayozalishwa. Na tushakubaliana, lakini haya mambo yote yalishafutwa, hayapo kwa sababu hao makundi yanayozungumza biashara ya siasa wanakamata mamlaka zinazotoa maamuzi, wanahakisha kwamba inafanya maamuzi yao na nchi inabaki hapa ilikogota na hakuna kinachoweza kuendelea, na tunaambiwa hiki hakiwezekani au hiki hakijafanyika, na pengine mpaka hali iwe mbaya kiasi fulani ndio tunaona watu walitokeza ezifu. Watanzania hawapo miaka yote iliyopita, na hawana uwezo wa kufikiria, na wakati mwingine ndio tunaona tunashindwa kwenda nafuta. Kwa hiyo point nasema hapa ni kwamba biashara ya siasa ya demokrasia si katika kwenye vyama vya siasa peke yake. Mimi naiona iko kwenye dhana nzima ya kinachoitwa kutekwa kwa dola, state capture. Dola inatekwa, alafu makampuni, watu binafsi, wafanya biashara, watu wenye mamlaka, wala rushwa wakubwa, makampuni ya kimataifa yanahakikisha rasilimali katika nchi fulani au kwa Tanzania kwa mfano hazitumiki kwa kuendeleza nchi, kuendeleza wananchi, kutoa matatizo ya kiafya
kuhakikisha kwamba kila mtu ana kazi, kuhakikisha kwamba kila mtu ana furaha, kuhakikisha kwamba kila mtu ana mapato, kuhakikisha kwamba kila mtu ana ujuzi na utaalamu, kuhakikisha kwamba kila mtu anajiamini, kuhakikisha kila mtu anajiona sio maskini, kuhakikisha kila mtu ana sauti. Haya yote hayawezi kutokea kama kuna makundi hayo yanayokamata dola, yanaweka nani akae wapi, afanye nini kwa ajili yao katika hizo nchi yanakotoka, badala ya kuwa kwa manufaa ya wananchi. Na wananchi, bahati mbaya, mifumo inayokuwa inafanyika wakati ule haitoshelezi. Kwa mfano, mimi ni kwenda shule ya msingi mwaka 70, niingia shule ya msingi mwaka 70 mwezi Novemba, ilikuwa tarehe 5. Unafika unakuta kila kitu iko shuleni. Niliwakuta darasa 4 wakati ule walikuwa wanapewa wino, wanapewa daftari, wanapewa kila kitu, vitabu, wanaandika na kusoma. Kwa hivi vyote vimetoka pale shuleni, na tukaendelea hivyo mpaka darasa la 4. Tunapewa daftari, kiisha unakwenda kwa mwalimu wa darasa anakuwekea sahihi, unakwenda kwa store, unapewa hiyo store, unapewa daftari jingine, unapewa kalamu. Maisha yalikuwa namna hiyo Tanzania hii. Lakini ninapozungumza saa hizi sidhani kama kuna Tanzania namna hiyo katika mazingira saa hizi. Lakini unaweza kujiuliza, wakati ule ulikuwa ni miaka 9 baada ya uhuru. Sasa kama tumepita miaka 65 baada ya uhuru, tunarudi nyuma kiasi hiki. Huwezi kuona watoto wanakula chakula shuleni, huwezi kuona watoto wanakunywa maziwa shuleni, huwezi kuona walimu wanapata malipo yanayostahili, huwezi kuona vitabu vinapatikana shuleni. Na si shule tu, na maana ya vyuo, ina maana maarifa yanayopatikana ni chini ya kiwango. Unazalisha watu ambao ni sio competitive, hawawezi kusaidia kupambana na kubadilisha mazingira. Wanaelewa wale wao kwa ni mdogo sana, sio competitive, hawawezi kushindana na watu wa mataifa mengine kwa sababu ya uwezo mdogo kwa namna wanavyofundishwa. Na hilo ndio taifa ambalo ni matokeo ya biashara ya demokrasia. Na kama nilivyosema, ni biashara ambayo si kwa hivyo vya sasa peke yake. Nchi ishaingia kwenye biashara hiyo, inakamatwa, inatekwa, alafu katika vyote vile vya sasa vinakuwa useless. Taasisi za serikali zinakuwa useless, watu wenyewe wako ndani ya serikali wanakuwa useless. Nchi inatawaliwa na rushwa kama njia ya kujikimu, sio njia ya kutajirika, kwa sababu mazingira mazima yaliyopo hayaruhusu watu wafikiri independently, wawekeze, alafu vile vile wasimamie uwajibikaji, tofauti na nchi ambayo inakuwa angalau wana uwezo wa kudhibiti. Bunge likawa na nguvu, serikali ikawajibika kwa bunge, na raia wakawa na nguvu kuwajibisha bunge na serikali, na wakajitambua kwamba wao ndio walioweka serikali madarakani, na wakaweza vile vile kuamua nani aingie madarakani na asiingie madarakani, nani wamchague nani wasimchague. Na natoa mfano mmoja hapa, na nimetoa juzi kwenye timu ya Chakwera. Kuangalia sheria vya siasa, ambayo sheria namba 1 ya mwaka 2024, ukiangalia kifungu 102 cha sheria hiyo kinasema kura zitapigwa vituoni ikifika saa 10 vituo vya kupiga kura vinabadilishwa, vinakuwa vituo vya kuhesabu kura zinahesabiwa. Zikishahesabiwa, mawakala wa vyama wanapewa nakala, kila mtu nakala yake, alafu matokeo yale yanawekwa kwenye ubao wa matangazo pale kwenye kituo cha kupiga kura. Walipotunga kanuni namba nadhani 52 E na D na E, inasema kwamba kura zitahesabiwa. Hiyo ni kanuni ya uchaguzi ambayo ina operationalize sheria. Kura zitahesabiwa na msimamizi wa kituo atapeleka matokeo kwenye ile tallying center, kituo cha kujumuisha. Sio swala kuweka kura kwenye bao za matangazo, wala sio kuwapa mawakala, isipokuwa kuwapa mawakala hizo matokeo ya kura. Wanasema watapatia kule kwenye tallying center, ambazo humu katikati huwezi kujua kama kura hizo ni genuine, zimepigwa, ndizo zilizohesabiwa, au ni mambo waliotengeneza pembeni wakaja kuleta pale kwa returning officer ngazi ya kata, ambaye anahesabu atangaza kura za madiwani, au returning officer ngazi ya mashauri, ambaye anatangaza kura za mbunge. Kwa hiyo tunasema hapa ni kwamba vyama vyote vilikaa kimya, usikii chama kinazungumza chochote, viko kimya, raia wenyewe wako kimya walio wengi, na kwa sababu hata waliokuwa wanafanya upuuzi huo wako kimya, basi hiyo ndio maana yake, hiyo ni tafsiri ya chama kutekwa. Mfano mwingine, chama cha ACT Wazalendo, nilikuwa nafuatilia hapa
kwa nini hawana viti maalum. Nikauliza amkufikia threshold, wakasema walifikia threshold, ilikuwa ni asilimia, walipata kura za wabunge, sio kura za jumla. Kura za wabunge zikijumulishwa zote wana takriban ya milioni 2.2 ambao ni kama asilimia 6 hivi kuelekea asilimia 7. Kwa hiyo wana wabunge watakuwa pata wabunge viti maalum 8, lakini mpaka sasa hawana mbunge hata mmoja ambao wamepatiwa. Kwa mujibu wa sheria atakuwa tume iwape wabunge 8. Walivyogundua hivyo wakaenda mahakamani wakafungua kesi, na hatua ya kwanza ya kesi wakapitishwa kwamba wakaruhusiwa kufungua kesi. Walivyoruhusiwa kufungua kesi, wanawake 8 wa Chama cha Mapinduzi ambao ni wabunge wa viti maalum wakaenda mahakama rufaa wakafungua kesi nyingine ya kupinga kuruhusiwa kwa chama hicho kufungua kesi hiyo, kwa sababu wasema wana maslahi na kwa sababu hawajaunganishwa kwenye kesi. Kwa hiyo wakataka mahakama rufaa review, ifanye revision ya uamuzi huo, na hiyo kesi mpaka sasa imekuwa packed, haiendelei, na sijui kama hivi vitu watapata. Lakini point nasema hapa ni kwamba tume ya uchaguzi inajua, ndio inasimamia sheria, lakini bahati mbaya licha ya kujua hivyo ikatoa viti hivyo kwa hapa sasa Chama cha Mapinduzi, na wale wanawake 8 wanajua ndio walikuwa sehemu ya mwisho. Vikikatwa viti vile watakatwa wao, wataondoka, kwa sababu huwa wanapeleka listi na tume kwa mujibu wa sheria inafiki kuanzia listi ya wa kwanza mpaka idadi ya pasenti ambayo ni 35% na viti vyote vya bunge. Nadhani ambao mmeshughulikia mambo mnaelewa. Kwa point nasema hapa ni kwamba kutekwa kwa dola au biashara ya siasa inakwenda kwenye taasisi kama hivyo. Tume ya uchaguzi inaweza kufanya hivyo, na bahati mbaya tena chama cha Chauma akina hata hizo 4% hakijafika, lakini kimepewa viti viwili vya wanawake. Lakini wakati ule sheria inasema kuna viti viwili, sheria inasema utakuwa ni 5%, na ukihesabu 5% ni viti 7. Kwa hiyo kama chama kifikia 5% kipewa viti 7, hawa ampewa viti viwili. Unauliza tume ya uchaguzi, hivi viti viwili umevitoa wapi kuwapa watu wa Chauma? Hakuna maelezo. Zote hizo ni indicators, ni viashiria vya kutekwa kwa dola, kutekwa kwa taasisi, lakini vile vile ni matokeo ya biashara ya demokrasia. Pengine naona nimetumia muda mwingi, mambo ya kuzungumza ni mengi, sipendi kuenda zaidi kwenye vyao vya siasa, na ameshazungumza ndugu yangu wakili Mwabukusi. Pengine mimi niishie hapa, niruhusu watu wenye maswali waweze kuuliza. Asante sana, nashukuru kwa kunipa fursa ya kuweza kuzungumzia swala hili ya biashara ya siasa ambayo nadhani kwa Tanzania imeshakuwa donda ndugu kwa muda huu. Asante sana, nashukuru.